Kabla haujafanikiwa kifedha, kuna mambo ambayo ni ya muhimu sana kuelewa, hasa kwa undani, ili kuhakikisha kwamba pesa yote ambayo inapita mkononi mwako basi inakuwa na matokeo chanya. Kwa sababu unaweza kufanya kazi muda mrefu sana ukaongeza pesa nyingi, lakini mwisho wa siku ukajikuta umeishia kuwa maskini wa kipato. Jambo la kwanza kabisa ambao unatakiwa kulifahamu ni kitu kinaitwa earning skill. Tambua earning skill yako. Earning skill au earning skills ni ile aina ya ujuzi ambao leo unakusababisha wewe uingize pesa. Kwa mfano nikikuuliza wewe, katika pesa unazoingiza kila siku, ni ujuzi gani ambao ndio hasa unachangia kukufanya wewe uingize hiyo pesa? Hili ni muhimu kwa sababu aina ya ujuzi ulionao inajulisha mambo makubwa mawili. Kwanza, kama ni ujuzi ambao unaweza ukaupanua ukawa mkubwa zaidi, maana yake ukiweza kuupanua unaweza kukuingizia pesa kubwa zaidi. Lakini kama ujuzi wako huwezi kuupanua, tafsiri yake ni kwamba utakuwa na ufinyu katika kiwango cha pesa ambacho unaingiza. Lakini pili ni kujua, je, na hiyo ujuzi unaweza ukazeeka nayo? Unaweza ukawa mpaka mtu mzima na ukaendelea kuitumia? Au ni aina ya ujuzi ambayo inaendana na umri? Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na ujuzi wa kucheza mpira wa miguu, lakini unafahamu kwamba umri wa kucheza mpira wa miguu hauwezi kuwa umri mrefu sana. Mtu akifika miaka 30 anaanza kushuka. Miaka 35 pengine akijitahidi sana utakuta tayari ameondoka. Kwa maana yake alikuwa na ujuzi ambao ni earning skill, lakini hauwezi kumsababisha azeeke nao. Kwa kama anataka kuendelea kuingiza pesa, ndio unakuta amebadilisha. Aidha anaamua kwenda kusomea ukocha, au wakati mwingine anaamua kuwa amewekeza sehemu zingine ambazo zinaweza kumsaidia. Kwa na wewe pia ijue earning skill yako ni ipi au earning skills zako ni zipi. Hii ni muhimu ili kujua kama utakuwa na uhakika wa kipato cha kesho pia. Kwa sababu kama earning skill kama nilivyosema iko limited, tafsiri yake ni kwamba itakuzuia pia kuongeza kipato chako. Na ningependa ujiulize hilo swali vizuri katika somo hili la leo. Je, wewe unaifahamu ya kwako earning skill yako? Jambo la pili ambalo ni muhimu sana kulifahamu ni uwe na mpango wa kukua kifedha. Ni sawa kabisa na jambo la kawaida mtu kuanzia chini, lakini si jambo la kawaida mtu kubakia chini. Kwa mfano nikikuuliza miaka 3 iliyopita kipato chako kimekuwa kwa asilimia ngapi? Ukigundua kwamba kipato chako kimeendelea kukua kwa asilimia ndogo, tafsiri yake ni kwamba kuna tatizo katika mipango yako ya kifedha. Kwa sababu mfumuko wa bei mara nyingi unaendelea kuwa mkubwa, na mara nyingi unakuta fedha wakati mwingine inapungua thamani yake au inapungua nguvu yake ya kununua. Kwa kama wewe kipato chako kitaendelea kuwa kile kile, maisha lazima yatakuwa ni magumu. Kwa hiyo unachotakiwa kujiuliza ni kwamba, je, nafanyaje ili nijenge uwezo wa kukua kwenye kipato changu? Na kukua kwenye kipato chako kuna njia mbalimbali unaweza kuzitumia. Njia ya kwanza kukua kwenye kipato chako ni kufanya kitu cha ziada. Kufanya kitu ambacho ulikuwa hujawahi kukifanya. Kwa hiyo unaongeza kitu. Kwa hiyo ulikuwa unafanya biashara moja, unafanya pengine biashara mbili. Au kuna branch moja, unafungua branch nyingine. Unaweza ukakua kwenye kipato chako kwa kufanya kitu cha ziada. Nyingine unaweza ukakua kipato chako kwa kuongeza frequency. Kwa kuongeza mara ngapi unafanya hicho kitu. Kwa kama ni mwimbaji kwa mfano, alikuwa anafanya show 2 kwa mwezi, maana yake akifikisha show 4 kwa mwezi, anaweza kaongeza kipato chake. Kwa unaongeza kuongeza kipato chako kwa kutumia frequency. Na nyingine ya tatu ambayo kwa leo naweza nikasema ni ya mwisho pengine kwenye ile eneo, unaweza ukaongeza kipato chako kwa kuongeza idadi ya watu na wahudumia. Pengine usiongeze branch, usiongeze frequency, lakini ukiongeza idadi tu ya watu unaohudumia. Baada ya kuhudumia watu 10, unaanza kuhudumia watu 100. Hii itakuongezea kipato chako. Kwa hiyo wewe angalia katika mpango wako wa kifedha, unaweza ukafanya nini kuongeza kipato chako. Hii ni muhimu sana kabla hujafanikiwa kifedha uwe nayo.